Naam, sambamba kabisa mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu. Hizi ni habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Uwaligani mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Kama kawaida tunakuletea habari za ukweli kutoka sehemu mbalimbali uko kwenye uwanja wa vita, lakini pia kona mbalimbali. Hivyo nakusii ili tuende sambamba na ili unapata habari zetu za kila saa na kila sekunde, na kualika kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Jioni ya leo tunayo mengi na hizi hapa ni habari kuu. Na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari za jioni ya leo na habari kutoka uko Shabunda, ambako vikosi vya jeshi la taifa FARDC vikishindikizwa na majeshi wengine kutoka nchi za kigeni vimewasili kwa wingi mjini Shabunda Ijumaa tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025 kutokea uko mjini Kindu. Vikosi hivi vya jeshi la taifa vimewasili kwa lengo la kuimarisha usalama wilayani Shabunda, pia kusonga mbele na kuanza kushambuliana dhidi ya vikosi vya wahasi wa M23. Kwa maelezo mengi zaidi, tunajiunga na mwenzangu Adolphe Mombo kutoka Shabunda ili atupatie taarifa tosha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa uko Shabunda. Asante sana mwenzangu. Kwa sasa hapa jijini Shabunda hali ni yenye kuwa kimya. Watu wameishi kwa ukimya, ila tuliweza kuona ujio wa vikosi vya majeshi ya FARDC. Waliweza kuwasili hapa jijini Shabunda hiyo jana, wakiweza kutokea huko mjini Kindu. Walikuja kupitia njia la barabara kupitia Kindu, Kalima, Mungembe, Matili hadi hapa jijini Shabunda. Na kwa sasa hali ya leo mchana wa siku ya 6, hali ni sambamba, hakuna hata vurugu, kimya yuko. Ila kwa leo majeshi ya vikosi waliweza kushinda kwa kazi ya kusafisha jengo ambako wataweza kuikala pa yenyewe, yani wanaita kambi yao huko sehemu za Kalumbwa Sanatorium ndani ya karta Kizikibi mkoba Tukumbi ya pili. Hiyo ndiyo habari za hapa sasa mwenzangu huko jijini Shabunda. Kufika ya bale ya hiyo vikosi ya majeshi hapa mjini Shabunda inakuwa na lengo ya kwenda kusaidia na kuongeza idadi ya majeshi ambao wataweza kupambana na maadui wa M23 wenye kupatikana kwa sehemu za Kibanda Mangobo ndani ya groupement ya Basid Msheferia Bakisi. Walikuja kama tulivyowaona, walikuja kwenye gari yao, tuliona walikuja na waliweza kuja na mengine majeshi, kulikuwa wamoja wazungu ndio tumeweza kuwaona. Ila kwa sasa mambo mahitaji ama masemi yake mnenaji wa sector operation Sokola ya pili yenye kupatikana hapa jijini Shabunda. Asante sana mwenzangu Adolphe Mombo kutoka uko Shabunda. Na bado tukisalia na habari hizo ni kwamba wazalendo wamewatolea wito vijana wote waliolazimishwa kujiunga na wahasi wa M23 bila utashi wao kujiondoa mara moja. Hiyo ni kutokana na mpango wa serikali na pamoja na wazalendo ambao unakuja kwa kukomboa maeneo yote ambayo wahasi wa M23 walikuwa wanayadhibiti na kuhakikisha wamerudisha wahasi sehemu ambako walipotoka. Wito huo umekuja baada ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC kukomboa maeneo 4 tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025 ambayo yalikuwa yanadhibitiwa na wahasi wa M23 tangu mwezi April jimboni Kivu Kaskazini tarafani Walikale. Eske hii furaha niko nayo na nyie mko nayo? Tupartaje furaha pamoja, kwa sababu hii furaha tukiambukizana, furaha sio ugonjwa. Furaha ambayo mimi ninayo ni kwamba gouvernement inakamata mesure ya kupiga na kudhibiti. Ndio furaha ambayo niko nayo leo tarehe 11 mwezi wa 10 2025. Naitwa Babu Felix Mwembamba. Mwana wa Mbanda. Wanamtuma saa ya kula. Hii furaha nataka
ipartage ku batu benye bako mu AFC M23, vijana wetu ambao waliingizwa kwa nguvu na wale ambao walitazamia labda ndo gisi walikujaga AFDL wakaenda kamata, kama uko na kadiplome kako nitajiunga na hao watu na mimi nitapata post. Hao vijana waliokwenda kule kwa AFC M23 tunawaambia haijachelewa, muda bado upo wa kutoka, wa kukimbia, wa kufanya tout moyen possible kuachana na M23 AFC, kwa sababu mesure au mpango ambao leta umeukamata ni mkubwa na mkali sana. Wakati wote leta ilikuwa inajidefendre, inafanya defensive, lakini leo jeshi linasimama na tunaona hapo hakuna nguvu. Kama vita vishaanza, ushatangaza na ngali sema hivi sasa tunaanza vita, kisha wewe ndio unaanza tena kurekrite. Anafika hapo Kamanyola se mutuunge, mukuje, muingie, tuchange nguvu. Tunataka kulansi hii message kuba jeunesse au ba jeune yetu ya Bautu. Hivi vita ni vya Wautu na Watusi. Mtusi alileta vita aujue objectif ya vita vyake ambayo dituletea sisi Wautu. Akaleta vita kuja kusambaratisha amani ambayo tuko nayo na tunaililia kuipata na maendeleo katika nchi yetu. Rwanda haitaki nchi yetu iendelee. Iko nafanya tu moyen possible sisi tubakie tu hivi. Yeye aendelee, ajisikie gisi iko na gisi alikuwa na placer mtu wake hapa Kongo na administration yake hapa Kongo kwa faiblir ma institution zetu, vile ndio alikuwa anapenda yeye Rwanda. Sasa kama uko kwa AFC, ni muda wa wewe kutoka kwa AFC. Mutusi hawezi kukupatia we poste kwa sababu wanasema, tunasikia mateka wanavyoshikwa na watu wanaotoka kwenye ile movement wanasema Wanyarwanda wanapokezwa pesa, wanakula vizuri. Sisi Wakongomani tunaambiwa tukienda kamata Kinshasa ndio leta tutawapokeza makuta yenu yote. Au leta ikikuya tunaongea Kinshasa ndio itawapatia makuta. Sasa wewe ilifo ufungue macho, masikio, uangalie na usikie. Hii movement haiko movement ya Bautu. Hii movement ni ya Batusi. Batusi bako na malengo yao, wanakuja kwa sababu ya kupora nchi. Na wewe unaungana nao, utakuwa considere kama Mtusi. Lakini muda uyachelewa, wewe ambao ulikamatwa kwa nguvu, toka kwa ile movement juu mesure ni za kupigwa, vita vinawekwa na ni vita vikali sana ambao gouvernement imeandaa kwa sababu ya kutrake, kupiga kila position, kupiga na mavyo, drone na kila kitu, kila mwaye ishasimamishwa kwa sababu ya kupiga M23. Wewe kama utaweka masikio nguvu, ukingali unaaminia ile movement ya wauni kwamba itakuwa movement ambayo itawapeleka sehemu yoyote ile, wewe subiri. Tunawapa mwezi mmoja tu, utasikia mabadiliko. Asante. Kinshasa. Jeshi la taifa FARDC limetangaza rasmi kundi zote za wapiganaji wa FDLR, yani vikosi vya ukombozi wa kidemokrasia ya Rwanda, kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa mamlaka za Kongo au kwa wajumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, yani MONUSCO, kwa ajili ya kurudishwa kwao nchini Rwanda. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, FARDC imeonya kuwa iwepo kutakuwa na upinzani au kukaidi agizo hilo, basi moja kwa moja jeshi la taifa litalazimika kuwapokonya silaha kwa nguvu au kutumia nguvu za kijeshi kwa mujibu wa sharti ya mkataba wa Washington. Meja Jemedari Sylvain King akiwa ni msemaji wa jeshi la taifa, huyu hapa, msikilize. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le Comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR
de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Beni. Vijana wa Beni wahimizwa kujiunga na jeshi la taifa FARDC au wazalendo kwa ajili ya kujikomboa dhidi ya uhalifu wa mara kwa mara ambao unatekelezwa na makundi yenye silaha. Akiwa studioni mwa wenzetu uko Beni, Mheshimiwa Clovis Mutsuva, akiwa mmoja kati ya malida wa kizalendo kutoka uko Beni, amezungumza yafuatayo. Ese le moment, ni wakati ya kuweza kusove hii inji. C'est anormal que watu, un groupe d'individus, ikuwe na kia na mipanga, ikuwe siwe na vitu gani, wakuwe wanatuua, na tuko bakiana. On apprend, ke wanakia na batoto, wanakia na bamama, wanakia na bakiana Samia. Siyo hata kama wiko na masi ya saa yangu. Mele Samia kila siku nikuwe na kuya pole Beni, pole basi raia yote pole pole. Onza. Le 15 octobre 2014, banaru waliua Ngadi. 33 personnes bakakufa. Le 2 octobre bashaua Mukoko Kokola. Depuis le siku tunakufaka kila siku sie bakiana. Paka na general wa UPDF anatucheka nasema tuanje local defense. Si njome tulikuwa tushanja Kanga Imbi. Njome tulikuwa tushanja Karinda. Qu'est-ce que les gens ont dit? Watu ni ku WhatsApp et tout, kinywa ku WhatsApp. Les amis, ni wakati ya kuresiste. Nderi na destabilizaka. C'est vrai mtu atasema niko nafanya aventure. Hakuweza kusema ke tuko natafuta populisme. Watasema ku WhatsApp. Oh non, il faut kuchanger méthode. OK, wewe umetupropose méthode gani yenye tushaka katala parce que des actions yenye naomba kutia mkichwa. Maksio asiko zetu tu. Maksio haiko si ndio tukue nazifanya. Nyeva ku WhatsApp, mumetupropose ma méthode gani zenye sisi tumekatala. Idengo shika tuimbia bunduki za kwetu. Maziwe. Maziwe hii nikaipiga DJ yangu Salomo na inapasula hii vitre hapa. Hii maziwe inaweza destabilize, inaweza ua. Hii mukuki inafanyaka kazi hii kipe resiste. Baka Muganda ketu kumbusha gizi ifo tunafanya maka. Stade Kanga Imbi, Karinda, Boikene, Mangote, Kibango, préparez-vous. Tunatarudia muka. Nyaleke, benye banasema kao Nyaleke. Watu walikuwa Kanga Imbi, j'étais le premier. Mwende uliza le colonel Ndakala. C'est mon vieux, je le respecte trop, mes respects. Watu wali combattre Nyaleke, au point bakataka, bakadiaboliser Nyaleke. Nous on est prêts, organiser vitu bien, Nyaleke yanje très bien. On viendra. On est prêt. Onza banaru biko banatua, c'est trop, c'est suffisant. Hatutendelea kwa nalia, tunayua Kinshasa, tunayua kama Kinshasa isa fude nous, tunayua. C'est nous localement, muniambie mimi naambia kila siku. Mwa hii vita, mtoto wa ministre gani bashaka huo? Mtoto wa president gani depuis début ya vita? Mtoto wa député, hata mdogo wake député. Oh, Clovisi, wa député na wanapoteza kama familia, muniambie mtoto wake. Muniambie mtoto wa député mbashaua mwa hii masaka. Wanaweza wanabajali. Balibambia makate kusalari abo juu, bauze kama ambulance, makoro zilitoka Ndoyo, hazionore l'image même du pays. Ils ont dit non, kamera alitoka. Wanaweza ushako na député gani mwenye wanaua mtoto wake, ubi mdogo wake mwa hii vita. Mamake. Hao iko nasema hivi juu ashapoteza wazazi. Je respecte trop mes parents, je respecte également bandugu wetu weko wanakufa. Mais dites-moi, bangapi bashaka baua mwa hii vita? Munaweza wata sinisiye tunje tunapoteza kama watu wetu. Ono leader yetu.
Munioneshe. Leo za biko wapi? Batoto biko wapi? Kwetu hakuna ta gardien, kwetu hakuna ta top sig. Donc kama mimi sijigombanie hii, mimi nalaka nayo mwangu. Hii nderi iko na mupanga. Nilishindwa kueleta kisha na vingine vyangu. Je suis prêt. Biblia haikataze hivi. Clovis alikia na bila alibatizwa sasa hivi. Biblia haikataze hivi. Muulize watumishi yangu, habaseme mtu hayombe anajigombania, asijigombanie kwa Biblia inasema ujigombanie yako. Tuko na nguvu badi, tuko na force, tutoke kwa WhatsApp tuende mu pratique. Nyaleke. Mon général, gouverneur Evariste Somo. Nyaleke papa. Mutufungulie Nyaleke ya kweli. Ima local defense. Haiko Uganda njuta kwa nakia tupa maleso. Tuko tayari. On est prêt kusaidia inji. Onza watu wiko wanatua. Onza. Tushaka bambia. Wakomanda wa mingi bashakuwa. Baba notable huku bakutimie. Muramblase wengine bakuye. Paka basoda bananjaka mashambo bakulipiwa. Onza. Na watu wanaanza kama tuko na madepite wanatusemeaka. Basi ndio tamaliza masaka. Ndio hezi imaliza, lakini anaweza interpeller ministre wa defense. Imagine mie naweza sema mbwa alisema mie Clovis. Mie niko député élu de la ville de Beni. Kisha ni interpeller ministre wa defense akatale kukuya. Mie nishindwe kwenda kokota president wa assemblée di ita huyu mtu hapa tuambie ministre wa intérieur joie et sécurité mie ni mshindwe kwa mie. Nzangi sasa kwa député, mimi namsalimia excellence Nzangi. Unaanza kukana katala kurate vitu wake jwani. Parce que au-delà du député, il faut bravoure. Et je crois que je suis à mesure de le faire. Ikupita mu assemblée, wengine wanasema kao ni fou hivi na hivi. Okay, nanye mutume wengine bafu waende pita cool. C'est un acte de bravoure. Hatuya kuweka na akoro na kamera. Ni action parce que tulifanyaka na ba brave. Mimi nasalimia ba brave wote wenye tulipitaka nabo. Mungu aendelee kuwabariki, vous êtes des braves. Donc, tuache bu fanatisme. Tuache fanatisme. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za jioni ya leo. Asante kwa kuwa nasi, saa kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi.